Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, Bwana Yesu asifiwe. Sio kweli kwamba tunaweza tukamaliza mambo yote, lakini tutajitahidi kugusagusa. Kama nilivyotangulia kusema, semina yetu iko kwenye hiyo Wakorinto wa kwanza sura ya 2 kuanzia mstari wa 4 mpaka wangapi jamani? 12, si ndio? Kwa hiyo usipotee. Na tulishaangalia Roho Mtakatifu tofauti na roho nyingine. Roho Mtakatifu katika huduma tulianza jana, na labda kile ninachotaka tukusema, tafadhali uwe makini mno, kwa sababu Mungu humgawia mtu kadiri ya uhitaji wake. Kama utaona kuna mambo mengine yanataka kuwa magumu kidogo, yaache, yasikusumbue, kwa sababu kuna vitu vingine vinahitaji muda mrefu sana. Nagusagusa kidogo vingine ambavyo ni kama ungekuwa umeenda kwenye kozi kabisa na kujifunza. Kwa hiyo yasikusumbue yale ambayo unaona magumu, sio lazima uyafahamu yote, lakini cha msingi chukua yale ambayo unapaswa kuyafahamu na au upeo wako katika kumjua Roho Mtakatifu. Na niseme hivi ndugu zangu, tumepewa mtihani mkubwa sana. Nitawasomea huko mbele baadaye kwamba Mungu anakuja kwa Roho wake Mtakatifu, anakaa katikati yetu. Ni testi kubwa sana. Ndio maana imeandikwa katika Wakorinto wa 2, kwa kuwa tuna ahadi hii, ndugu zangu, tunapaswa kujitakasa na uchafu wote wa nafsi, roho na mwili, katika kumcha yeye. Kwa sababu sio maneno, ni halisi kabisa. Uungu unakaa katikati yetu kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo huu ni Ukristo wa aina yake. Hii ni dini ya aina yake. Sio kwamba unaenda mahali ndio unakutana na Mungu kule, ila Mungu anakaa na wewe, anafanya wewe kuwa makazi. Inahitaji neema na kutulia sana mbele za Bwana. Amina. Amen. Kwa hiyo kama kuna kitu kitakachokufaa sana katika mafundisho haya ni kumjua Roho Mtakatifu na usitofautiane naye, kwa sababu yeye ndio asili ya nguvu, yeye ndio asili ya ufahamu wetu kiroho, yeye ndio asili ya karama na vipawa, yeye ndio nguvu yetu ya kuomba na tukaona matokeo, yeye ndiye anayetupa ndoto za kimungu na zinazotimia, yeye ndio anayetufanya kuwa watumishi. Kuna wengine kama hata tungeenda shule tusingeweza hata kufundisha tunayoyafundisha. Ni Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia. Kwa hiyo sijui kama unaweza kulinganisha, maana yeye ni Mungu, kwa hiyo huwezi kumlinganisha na thamani ya kitu chochote. Ndio maana ule wimbo unasema Yesu umali yangu. Sisi hapa si tumekataa hiyo tumesema tunasema, tunaimbaje? Ni mali yako. Ni mali yako. Ni mali yako. Hiyo ni sawa. Najua mnaimba hivyo, nyewe mnanisikiliza. Hatuwezi kabisa kummiliki Mungu kwa kweli. Hatuwezi, ila sisi wenyewe ndio mali yake. Yeye ndio anayetumiliki. Wangapi wananisikia ninachokisema? Kwa hiyo haya mafundisho nanyenyekea sana kusema, sio walimu wengi wanaweza kufundisha mambo ya Pentekoste kabisa. Jaribu tu, nenda hata kwenye mafunzo ya Pentekoste. Sio walimu wengi wanafundisha. Kwa sababu gani? Hata theology yenyewe hiyo unasikia, sijui mambo ya systematic theology na nini. Uamsho wa Kipentekoste tulionao umeanzia miaka ya 1900 mwanzoni hapa. Huko nyuma kanisa lilianza kwa nguvu kubwa, lakini baadaye likapoteza uwezo wake. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa theology iliyokuwa inafundishwa kwenye vyuo ni theology ya dini, mifupa mikavu ambayo haina uhai, haithibitiki.
Na hasa Wapentekoste walipopata uamsho hawakuwa na muda wa kujenga mavyuo na nini na kutengeneza theology inayokubaliana na Upentekoste. Waliendeleza tu ile theology ambayo imekuwepo miaka na miaka. Ni kweli ni nzuri, inatuambia Mungu Baba anadhihirika katika nafsi tatu, na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anasema yeye pia ni Mungu, lakini bado ukiangalia haiendi deep kama tunavyozungumza. Theology ya Kipentekoste halisi haimzungumzii Mungu kama Mungu wa mbali, inamzungumzia Mungu ambaye yuko hapa, anayetusaidia, anayetuponya, anayetufundisha, anayedhihirika. Yaani natamani hata baada ya Pentekoste mambo mengi ambayo tunafundisha mahali hapa yaanze kutokea kwa maisha ya mtu mmoja mmoja, ili mtu ajue sio maneno. Utaanza kuona vitu kabisa, utasema no, this is not, yani hii sio mimi, ni Mungu kabisa anafanya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo najitahidi, ingawa ukiwa unafundisha Roho Mtakatifu ni changamoto. Huwezi kufundisha Roho Mtakatifu bila kusikia charge, kwa sababu pia nimesema tabia ya Roho Mtakatifu, ukimsema anakuwa karibu, ukitambua uwepo wake anakuwa karibu, ukikataa uwepo wake anakuwa mbali. Kwa hiyo hata ninapoendelea kufundisha, kuna wakati mwingine nasikia zile charge zinaongezeka mpaka nashindwa kujizuia, naanza kuhubiri ingawa nilikuwa natamani kufundisha. Kwa hiyo mnibebe hivyo hivyo. Mungu asifiwe sana. Huwezi kufundisha Roho Mtakatifu umekaa kwenye kiti, na kuambia utashindwa, kwa sababu kadri utakavyoongea utashangaa mwili wote na mifupa inachamka. Unataka kuendelea kwa sababu ni uweza ambao uko juu. Wengine sisi, Roho Mtakatifu ndio mtaji wetu, Roho Mtakatifu ndio akili yetu, Roho Mtakatifu ndio ujuzi wetu, Roho Mtakatifu ndio hekima yetu. Mimi ukiondoa Roho Mtakatifu sina hekima, mimi ukiondoa Roho Mtakatifu siwezi kuongoza. Lakini nikiwa na Roho Mtakatifu, nakwambia nipeleke kwa maprofesa wowote, naweza kuongea. Mungu asifiwe sana. Si ndio wanafunzi wa Yesu walionekana wakasema, mbona ni mijamaa ya hohehae, hata shule haijaenda, wameyapata wapi haya? Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Naomba tumpigie Roho Mtakatifu makofi, maana ndio anayetusaidia. Huwezi kuongea Roho Mtakatifu au huwezi kuhubiri injili ya kwamba Kristo Yesu amekufa msalabani na siku ya tatu amefufuka ikaleta matokeo yoyote. Lazima uweza wa Mungu ndio utakao kusaidia, kwa sababu nje ya hapo it's nonsense. Sasa kama amekufa na amefufuka, nani kwanza amefufuka? Yani itakuwa haina maana yoyote. Ndio maana wanasema neno msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu, ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ndio nikasema hivi kwamba huduma, sio huduma zote Roho Mtakatifu anakuja, sio huduma zote au sio mafundisho yote Roho Mtakatifu anakuja. Roho Mtakatifu anakuja kwenye mafunzo maalum. Na nikasema hivi, jana tulishare tukasema hivi, unataka kukutana na uwepo wa Roho Mtakatifu, unataka kumuona Roho Mtakatifu yuko katika huduma inayofanyika, la kwanza anza na mhudumu mwenyewe. Anza na mhudumu mwenyewe. Siku hizi tunaishi, watu wanajaribu kupromoti sana matendo ya miujiza na nini, lakini wao hata ukiwauliza, huyu ndugu ameokoka lini? Nani amemuongoza sala ya toba? Si ndio maana jana tulisoma tukasema hivi, kabla hatujaanza huduma inayotolewa, tuanze na mhudumu mwenyewe. Tulimchukua mfano wa mtu gani jamani? Paulo, Sauli. Ni lini Sauli amekutana na Yesu? Tukakuta kwamba alikutana na Yesu siku ile akiwa barabarani kuelekea Dameski. Je, alipata neema ya kuongozwa sala ya toba? Yes. Baada ya kukutana na ule mwanga, alikiri kwamba Yesu ni Bwana. Maana aliuliza, ni nani Bwana? Wewe ni nani Bwana? Kwa mara ya kwanza nakiri ni nani Bwana. Maana yake ukilikiri jina la Yesu utaokolewa. Haleluya. Yesu akamwambia, mimi ni Yesu ambaye wewe unaniudhi. Ucheze Roho Mtakatifu alivyo, ana communication
ana mawasiliano kabisa, inaenda vizuri bila kuharibu kitu. Mungu asifiwe sana. Hatuna muda wa kueleza habari ya Filipo alipoenda kuhubiri kule Azota, sijui wapi kule barabarani, akakutana na yule towashi. Yani inaenda automatic. Saa ile anafika, saa ile anakutana na towashi. Yani automatic. Tena maana ilikuwa ni jangwani, ni barabarani. Ni vitu vya ajabu. Ukitii Roho Mtakatifu hautakosea, hautawahi wala hautachelewa. Mungu asifiwe sana. Kwa hiyo Anania tena akatokewa na Yesu. Alipomwona, inaonekana Anania sio mara ya kwanza kukutana na Yesu. Alipomwona akamwambia, Bwana, kuna nini? Akamwambia hivi kwamba nenda nyumbani kwa nani yule mtengeneza ngozi, si ndio? Si Simoni? Jamani, mmesahau si jana tu tulisoma? Nenda pale utakutana na mtu anaitwa Sauli. Nimemwonyesha maono kwamba wewe utaenda kumwekea mikono. Akaanza kuongea akasema, Bwana, yule sio mtu mzuri ati. Unaona sasa, wakati mwingine sisi tunataka kumfundisha Yesu. Yule mtu mbaya sana. Yule mtu ni mbaya kwa sababu amewatesa, ameua watu huko Yerusalemu, na hata hapa tuna habari ana kibali. Yani ile kupinduliwa na Yesu njiani watu hawajaisikia wala hawaikumbuki. Hata wangesema wataka tatu, cha msingi ana kibali kuja kutukamata. Kwa hiyo sasa unanipeleka kwenye moto? Tafadhali, Yesu akikupeleka hata kwenye moto nenda, hautateketea. Mungu asifiwe sana. Yesu akikupeleka hata kwa muuaji usiogope. We mwambie habari ya Yesu, utashangaa vile Mungu anafanya. Na akitaka ufie hapo, unakufa na unaenda mbinguni. Kwani waliokufia kwa injili ni wajinga? Na wao si walikuwa wanataka tu maisha kama sisi? Si unakuwa shahidi? Siwatishi, naona nyewe wapenda starehe sana. Bwana tusaidie sana. Lakini watu wanakufa kwa habari ya injili pia. Usisahau hiyo. Ndio neno ushahidi. Mata, yani kumfia imani. Kwa hiyo unaweza ukajitoa. Alipokwenda akamwambia hivi, usiite kwamba huyu ni jambazi. Huyu ni chombo changu kiteule ambacho kitabeba jina langu kwa watu wa mataifa na wafalme. Maana huyu jamaa alikuwa msomi, ana uwezo mkubwa wa kucommunicate, ambaye alikuwa haogopi na ni roho ngumu pia. Kwa hiyo Mungu anaweza kuchagua gaidi moja akambadilisha na akawa gaidi wa injili. Mungu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Sasa alipomwambia akamwambia hivi kwamba nimetumwa na Yesu aliyekutokea, amesema upate kuona, ukabatizwe na upokee na Roho Mtakatifu. Ndio tuliishia hapo, si ndio jamani? Bara alipoambiwa hivi, mavipande fulani yakadondoka kutoka katika macho yake kama vumbi fulani iliyokuwa imezuia. Utafikiri magamba ya nani? Ngoja niseme, mnamfahamu Sato? Mnamfahamu Sato? Au nyie mnakulaga yale makambale tu? Sato ana vigamba fulani. Kwa hiyo vimagamba kama hayo yakadondoka kutoka katika macho. Jamaa akaona. Ila wanasema hakuonanga moja kwa moja vizuri. Tangu amepigwa ile pigo, macho yake yakabadilika, kawa anaona lakini sio sawa na mwanzo. Usipambane na Yesu. Hata ukiokoka bado unaweza kamguu bado kamepinda, maana ulikuwa unawakanyaga watakatifu wewe. Kwa hiyo akawa, ndio maana anaandika hivi Paulo, anasema huu ndio mwandiko wangu. Yaani ilikuwa anayemwandikia alikuwa ni kijana mmoja anaitwa nani? Mwandishi wa Paulo, jamani mmesahau? Nyie mmesoma theology, tutawarudisha tena. Alikuwa anaitwa nani jamani mwandishi wa Paulo? Mmemsahau? Alafu akasema, ukisoma kwenye nyaraka anasema hivi, mwandishi wangu anawasalimu. Alafu anaandika huu ndio mwandiko wangu. Anaandika neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yani inajaa peji nzima, kwa sababu maandishi yake si ni makubwa, haoni vizuri. Kwa hiyo kila waraka alikuwa anaumalizia yeye mwenyewe anaandika kwa kutia ile sahihi kwamba neema na iwe na ushirika wa Roho Mtakatifu na ukae nanyi sasa na hata milele. Ndio ilikuwaga na sahihi, lakini macho yake yalikuwa hana uwezo mkubwa sana. Bwana tusaidie sana. Na tuna uhakika pengine hata hiyo ndio ilimfanya aombe sijui mara 3. Naomba pastor wewe usitafute jina la mtu. Mmeshindwa, nyamazeni tu.
Siku hizi watu hawasomi Biblia, wanatumia haya masimu. Yanatuua uwezo wetu wa kusoma. Tunatakiwa tusome kabisa hii Biblia hii. Hii ndio inatusaidia. Gombo la chuo. Haleluya. Sio electronic. Electronic inatupotosha sana. Haya, nikamalizia tukasema hivi. Biblia inasema alipoamka pale akabatizwa. Sawa? Kwanza akapata nguvu, alafu akabatizwa. Alibatizwa kwa jina la nani jamani? La Yesu. Na huyu hatujasoma kama aliombewa akanena kwa lugha, lakini tulimalizia lile andiko, anasema hivi, alinena kwa lugha, na alikuwa ananena kwa lugha kuliko wengine wote. Simenisikia jamani? Pointi yangu ni nini? Pointi yangu iko hapa. Sio tu Paulo peke yake. Wote watumishi wa Mungu, mitume wote walikuwa na uzoefu unaolingana. Kwanza, wazaliwe kiroho, wamwamini Yesu, waamini ya kwamba alikufa msalabani na siku ya tatu akafufuka. Ukiamini hivyo, unazaliwa mara ya pili kiimani. Na ukizaliwa mara ya pili, unapata uwezekano, unafunguliwa uwezekano sasa wa kujazwa na Roho Mtakatifu. Hata mitume kabla ya kwenda kujazwa Roho Mtakatifu, Yesu aliwatokea akawavuvia. Kwa nini aliwavuvia? Maana yake aliwazaa kiroho. Kuvuviwa maana yake kupuliziwa, na kuzaliwa kiroho maana yake ni kupuliziwa na Mungu. Bila Mungu kukupulizia nafsi yako, usingempokea Yesu. Tumezaliwa na Mungu, ni pumzi Mungu ametupulizia ili roho zetu ziamke, zifufuke. Alipowapulizia ndipo akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Si mmesoma katika Injili ya Yohana? Hawakupokea pale pale, walikuja kupokea siku ya Pentekoste. Naongea na nani? Nani anapata pointi kidogo? Kwa hiyo hata mitume wote ilibidi wapigwe msasa vizuri, ili wapitie darasa la kuokoka, alafu kujazwa Roho Mtakatifu. Mtu ambaye hajaokoka, mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili, hata ungemwombea mpaka kesho, hawezi kujazwa Roho Mtakatifu, maana haziendi tofauti. Ndio maana theology ya Wapentekoste tunasema hivi, je, ulipokea Roho Mtakatifu ulipokwisha kuamini? Ipi inaanza jamani? Semeni kwa sauti basi. Nini inaanza? Alafu ndipo? Yes. Na mimi huwa nawafundisha theology rahisi sana. Nikasema hivi, inafanana hivi. Unapoenda kwenye mabafu, hata ya mahoteli, hata ya nini, unakuta kuna maji, kuna sabuni, na kuna mafuta na nini, si ndio? Si sawa jamani? Mpaka kuna lotion, si sawa? Hivi wewe kama una akili timamu, unaanza na nini? Na mafuta au unaanza na maji na sabuni? Ukishamaliza maji na sabuni, alafu unafanya nini? Amjikaushaji. Unajikausha na nini? Na taulo. Unafuta ubaya wote. Ukishajikausha na taulo, ndipo unachukua nini? Mafuta. Hivi ukimkuta ndugu amekaribishwa kwenye bafu ya wastaarabu, anafika anamimina kwanza mafuta. Akishamaliza mafuta anapiga na perfume kidogo, ana ile mnaita sijui adoro sijui nini adorante, anafutafuta, alafu anaanza kuoga. Lazima mtajua kuna tatizo kichwani. Kwa sababu vitu vinaenda kwa mpangilio. Bwana tusaidie sana. Hatuogi, hatupakwi mafuta, kwa sababu Roho Mtakatifu saini yake, ishara yake ni mafuta. Hatupakwi mafuta kabla ya kuoshwa. Tunaoshwa dhambi zetu kupitia damu ya Yesu Kristo, tunapomwamini na kumkiri, akitusafisha kwa kupitia toba na kuamini jina lake, ndipo tunapewa nafasi ya kujazwa Roho Mtakatifu. Ndio maana Petro anawaambia wale wanamuuliza, tufanye nini ndugu zetu? Wakaambia, tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu mpate ondoleo la nini?
la dhambi zenu, ndipo mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Unaona hiyo theology inavyoenda? Msibabaishwe na mtu. Roho Mtakatifu anaenda kwa watu walionyunyizwa nafsi zao na damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo nikikuuliza swali, ni mhubiri gani ambaye akihubiri Roho Mtakatifu anakuja pale? La kwanza, awe amezaliwa mara ya pili, amempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hata akiulizwa anakuambia kabisa, ni muda fulani nilimpokea Yesu. Sio kusema kwamba mimi mama yangu ni shemasi wa kanisa, kwa hiyo tangu nikiwa tumboni nimempokea Yesu. Hakuna wokovu, hutajazwa. Hata kama mama yako ni shemasi, sio shemasi tu, hata akiwa mama askofu, kama hujapitia hiyo process, hujazwi na Roho Mtakatifu. Hivyo tusiwafundishe watu kujazwa Roho Mtakatifu kabla ya kuwafundisha kumpokea nani jamani? Bwana Yesu. Waokoke, wabadilishwe. Na watu wengine wanaogopa, eti wanafikiri watoto wa shirika automatic wakikua tu wakarefuka. Utafikiri shule ya msingi ya zamani silikuwa tunapimwa kwa kukamata hivi. Unampeleka kubatiza. Ezekiel yuko wapi? Ezekiel, usiwarefushe tu, wakirefuka huyu anafaa kupeleka kubatiza. Wazaliwe mara ya pili, wafundishwe imani, ndipo wajazwe na Roho Mtakatifu. Tena watoto wa Kikristo wakati mwingine wanajazwa na Roho Mtakatifu hata kabla hawajaenda kubatizwa kwa maji. Tumeshuhudia hivyo. Amina. 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 Kwa hiyo hilo ni kanuni ya kwanza ya mtu ambaye akifanya huduma Roho inakuja. Ya pili ni ule ujumbe wake. Sasa anaongea nini? Ukiongea mambo yako, Roho Mtakatifu haji. Hata mimi hapa, pamoja nimeokoka na nimejazwa Roho Mtakatifu, nimeshafanya huduma mara nyingi, nikianza porojo tu, hadithi, yani unaongea mambo yako, tulipokuwa mahali tukakaribishwa. Mimi nawashangaa wahubiri wengine wanakuwa wajasiri kwamba tukafika mahali pale tukakuta milo imepangwa, tukaanza kuchukua tunaanza kuchoma samaki. Roho Mtakatifu anasema malizia samaki kwanza, alafu ndipo nije. Bwana tusaidie sana. Ndio hiyo ambayo Paulo ameavoid sana. Anasema nilipokuja kwenu mimi niliazimia nisijue neno lolote isipokuwa Yesu Kristo. Tena amefanya nini? Amesulubiwa. Kwa sababu akianza kusema hayo, signs zinafuatana. Conviction of the Holy Spirit inakuja. Watu wanaanza kusikia, tufanye nini? Tutubu. Lakini ukiongea kwamba usituone hivi, tumesoma sana, tumesoma sio kidogo. Na waletea Yesu Kristo mfufuka toka wafu. Yeye ni hai hata sasa, hata leo anawatokea. Sijui kama mna habari, mwaka huu amewatokea Mashariki ya Kati. Maelfu ya watu wamemfuata, watu wa ile dini. Amewatokea mpaka Saudi Arabia kwenye ule msikiti wakiwa wanasali. Ghafla akamtokea kiongozi akajidhihirisha. Mimi nafikiri ni maneno, sio maneno, fuatilia mpaka kwenye vyombo vya habari. Inazuiwa na serikali za huko, lakini ni vitu vimevuja. Anawatokea, anawaambia mimi ndio nimewafia. Anawaonyesha alama zake, mweupe, ameng'aa, kijana bado safi, pamoja na mamiaka. Jamaa anaanza kulia, anasema naamini Yesu ni njia na kweli. Watu wanamkamata, wanampeleka, wanamfunga, wanaleta mtu mwingine. Yesu ni hai. Ukianza kusema hivi, hata sasa hivi ninasikia mnasema sio nyinyi, kuna Roho anakuja. Kwa nini? Yeye yuko kumshuhudia Kristo pale watu wanapozungumza. Kwa hiyo mimi kama ningekuwa mhubiri kama wakina Gideoni, sitaazimia kusema mambo mengine ya kushawishi watu. Usiteseke. Ndio wahubiri wangu, sio Gideoni, lakini msije mkambana. Usiteseke. Kwa Yesu kuna raha. Kuna vitanda vya 6 kwa 6 na magodoro. Huu ni upuuzi. Watu wamelalia vitanda vya magodoro mpaka yamewauma. Sasa hivi wanalalia mabati, wengine wanalala chini. Unazungumzia pesa. Watu wana mipesa mingine ya kifisadi, hawajui wataipeleka wapi.
sisi tusijue neno lolote isipokuwa Yesu Kristo amekufa na amefufuka, na yeye ana uwezo wa kuokoa. Haleluya, haleluya. Tuko pamoja jamani? Si ni theology rahisi sana. Unataka Roho Mtakatifu adhihirike katika huduma na utumishi unaofanya? Moja, wewe mhudumu umpokee Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utakaswe kwa damu yake, lakini pia ujazwe na Roho Mtakatifu, na ikiwezekana na kusema kwa lugha hata asubuhi kabla hujasimama kuhudumia watu. Haleluya, haleluya. Usiseme kwamba naenda kuwahubiri mtaani kule sokoni ninene kwa lugha ya nini. Nena nyumbani, ila ukienda pale usinene. Gideon, acheni ule ukichaa. Eti unafika kwa watu wanakusikiliza wanasema sasa huyu anaongea nini? Wanasema ni haya, si tunawaambiaga ni mavichaa. Wasukuma wanaita masaji. Hayafai. Usinene mbele ya watu, lakini kabla hujaenda nena kwa lugha. Kabla mimi sijaja hapa nimeomba na nena kwa lugha. Nikisimama hapa sineni, nafundisha. Ndio siri ya Wapentekoste. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuja. Kwa hiyo ujumbe wako unaweza kusoma haya jamani. Imeandikwa habari za Yesu Kristo, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu, akizunguka katika miji akiwaponya watu na nini. Huyu Yesu ambaye tumewaeleza, watu walimkamata wakamsulubisha, na siku ya tatu Mungu akamfufua kwa wafu, maana haiwezekani apatikane na mauti. Biblia inatuambia hiyo katika hiyo nini nilikuwa nawaambia, sura ya 10 mstari wa 38 mpaka wa 40. Biblia inasema hivi, anaongea na watu ambao hawajawahi kusikia Injili, lakini waliposikia Yesu wakapata furaha mzuri. Anaponya, anafungua, anasaidia watu, wagonjwa walioonewa wanafunguliwa, wafu wanafufuka, vipofu wanapata kuona. Watu wakampenda, lakini wakashangaa. Wakatokea, akaanza kuelezea, yakatokea majamaa yana wivu, wakamkamata. Watu wanapiga picha, anakamatwa. Hawakueleza kifupi kama huo muhtasari, lakini wakamuonea, wakampeleka kwa Pontio Pilato, wakamshtumu kwa uongo, wakambeba. Watu wanapita, jamani, mtu alikuwa mzuri namna hii amekamatwa, anapigwa mijeledi, anawekewa kofia ya nani, wanamuona tena anapelekwa mpaka anasulubiwa. Roho zao zinauma. Baadaye wanasema akafa. Wanakata tamaa, lakini wanapata hiyo picha. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu, anawapa picha mpaka anakufa. Wanaenda kumzika, wanaona, lakini wanashangaa. Mara siku ya tatu wakatokea wanawake asubuhi, wakaambiwa amefufuka, naye akawatokea wengine, na mimi nikiwepo nimeshuhudia. Walipofika hapo wakafurahi. Roho Mtakatifu akasema, na wachelewesha nini hawa? Hawa sio lazima uwaongoze sala ya toba kwamba na Bwana Yesu, Bwana Yesu, napokea. Hiyo nyingine ni sarakati tunafanyaga wakati mwingine, hata mtu haja tubu kutoka ndani. Wakatubu, wakaanza kuwa na hamu naye. Roho Mtakatifu akasema, hawa ni saizi yangu. Hapo hapo akawaangukia wote, wakaanza kunena kwa lugha na kububujika. Mpigie Yesu makofi. Unaenda kwenye mikutano huko, umesikia kabisa wanahubiri habari ya Yesu, watu wanaongea maisha yao. Utafunguliwa, shangazi yako ni mchawi, sijui na kuona unaonyoka kwenye koromeo, sijui nani, maupumbafu. Roho Mtakatifu aje? Hayo ni mamizimu, hayo ni majini, hayo ni mapepo wachafu. Wakristo wa kweli wanashuhudia habari za Kristo Yesu, mtenda miujiza, na anatutendea, sio maneno. Sio mpaka tutapike. Hiyo mambo ya kutapika ni ujinga wa juzi. Kama ni mapepo sisi tumetoa, majini tumefukuza, tumejazwa Roho Mtakatifu, tunanena kwa lugha, tumeweka mikono juu ya wagonjwa wanapona. Hata sasa wanapona, hata sasa wanapona. Hai, Bwana tusaidie sana. Wakristo wa kweli, mimi nakwambia, Wakristo wa kweli, usitishwe na mkutano mkubwa. Tafuta dalili za Roho Mtakatifu. Utatafuta dalili ya kwanza
nani anakuhubiri. Dalili ya pili, ujumbe gani anahubiri. Asipohubiri Kristo, muache. Hata akifufua wafu, usikaribie, kuna giza. Mimi nayafahamu majitu mengi, hata naangalia kwenye televisheni. Yaani unaona watu wanakuwa kama maskini. Baba niponye, baba niokoe. Unaokolewa na jamaa ni Swahili. Hujui anaishi maisha gani. Huu sio ukweli. Palipo na Mungu hapahitajiki kusema hapa kuna Mungu. Utajua nafsi yako. Mungu alivyotuumba ni wa ajabu sana. Roho zetu kwa ndani ziko connected na roho wa Mungu. Alipo roho wa Mungu unajisikia furaha, unajisikia amani, unajisikia kuamini, unajisikia kuinuliwa, unajisikia kutakaswa, unabadilishwa, maisha yanayobadilika na watu wanaona. Sio kila siku unahudumiwa, wiki unatapishwa, wiki ijayo unatapishwa, unakoromea kubwa mno wewe. Itabu sana. Bwana tusaidie sana. Hai. Mungu asifiwe sana. Hebu twende mbele kidogo. Nataka nisungumze. Si mmenipata point jamani? Siwezi kuyamaliza yote. Hakikisha mhubiri mwenyewe. Huduma katika Roho Mtakatifu katika huduma au mahubiri, la kwanza ni mtu mwenyewe awe ana sifa ya kiroho, awe amewezeshwa kuwa mtu wa kiroho. La pili, ujumbe anaohubiri. Akihubiri tofauti na hapo, hakuna roho. Hayo ni mambo mengine. Mmenisikia jamani? Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Twende mbele. Twende kwenye dalili za Roho Mtakatifu na nguvu. Dalili za Roho Mtakatifu na nguvu zenyewe kwa kweli haziko tofauti sana na hiyo ambayo tumemaliza. Ya kwamba Roho Mtakatifu katika huduma na dalili za Roho Mtakatifu ni kama ile. Lakini nitaka nifanye more specific, nifanye iwe ya aina yake kwa kutumia neno, kwa kupambanua mambo mawili. Nataka nipambanue dalili, nataka pia nipambanue kitu kinaitwa nguvu. Dalili kwa kawaida, kwa Kiswahili cha kawaida, dalili ni viashiria. Si ndio viashiria au ishara au alama. Kwa nini alama? Inahitajika alama au ishara ili kuonyesha kuwa Roho Mtakatifu yuko hapa, au kinachotokea hapa ni Roho Mtakatifu, au kimetendwa naye, kwa sababu Roho haonekani kwa macho bali kwa dalili. Mmesikia hicho Kiswahili changu? Inahitajika dalili ili upime, ujue kwamba hapa ni roho au roho yupo au hayupo, kwa sababu Roho haonekani kwa macho. Ana viashiria vyake vinavyotusaidia kujua hapa yuko Roho Mtakatifu. Tuko pamoja jamani? Tuko pamoja watu wa Mungu? Mungu asifiwe sana. Haleluya. Tunazungumzia dalili na nguvu, nitaongea kidogo. Siku ile ya Pentekoste vilitokea viashiria pia. Viashiria nimeshafundisha: upepo uvumao kama uvumi wa upepo uendao kwa kasi ukaijaza ile nyumba. Na kiashiria kingine kilitokea nini? Ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto zilizowakalia kila mmoja wao. Alafu mwisho wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyo wajalia. Siwezi leo kufundisha hayo, maana nimeshawafundisha huko nyuma. Nakumbuka nikasema hivi, kila mahali ambapo pameandikwa kama, kila palipo na neno kama, maana yake it was not that, lakini inafananishwa na hiyo. Katika Matendo ya Mitume iliyotumika kama ni mambo mawili. Moja, kama uvumi wa upepo uendao
kwa kasi. Kwa hiyo nikasema hivi, katika lugha ya Kiebrania ukitaja roho, wao hawatofautishi kati ya roho na upepo. Yote inaitwa upepo. Inaitwa upepo, rua. Lingine ni moto. Moto kwa Waebrania wanaamini ni ishara ya utakatifu. Ndio kila mahali Mungu aliposhuka, hata kwenye madhabahu alishusha moto. Kwa hiyo ilipokuja kwa habari ya ishara ilikuwa muhimu, kwa sababu lazima ziwepo dalili, ziwepo sign zinazoonyesha yuko roho. Maana watu hawamuoni kwa macho. Bwana asifiwe sana. Lakini walipokuja kwenye ishara ya tatu ambayo ilitokea, ilikuwa ni ishara gani jamani? Hii wa Pentecost. Ilikuwa ni nini? Tafadhali kwa kanisa hili, kwa sababu tuko kwenye semina. Hii sio ile ibada ya kusema usiongee haraka haraka utamfukuza roho. Tuko darasani. Naomba mseme ni ishara gani ya tatu ilitokea? Kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha haijatumia neno kama. Unajua kwa nini haikutumia kama? Haikuwa kama, ilikuwa lugha halisi. Tunajuaje kwamba ni lugha halisi? Walipokuja watu wa mataifa mengine wakashangaa, wakasema hawa wote si ni wa Galilaya? Mbona tunawasikia wakisema lugha yetu? Kwa hiyo haikuwa ovyo ovyo tu, ilikuwa halisi. Sasa kwa nini iliongezewa lugha halisi? Iliongezewa na ishara ya lugha halisi kwa sababu kwanza ni roho ndiye anenaye. Imeandikwa hivyo, roho anena. Ni roho huwa anasema. Lugha inasimamiwa na roho. Ukikuta mnyama anaongea, usiseme huyu mbuzi anaongea. Fahamu kuna roho ndani yake inayomtumia yule mbuzi. Mnanielewa jamani? Tunasema kuna roho 3 au 4 zinazonena. Roho ya kwanza ni roho ya Mungu, na ndio maana tunanena kwa roho. Roho ya pili ni roho ya malaika wema, ndio maana malaika wanawatokea wanasema salamu, nimetumwa kwako. Roho ya tatu ni roho ya mizimu au roho ya mapepo, demons, zinanena. Sio usifikiri hawaongei, wanaongea kabisa. Mimi nimewafukuza majini sana, wanaongea, wanasema niache, si na nini na nini. Kama ukiwa bado mdogo kiroho unaweza ukapotea. Yaani mkienda wewe ambao umefunga maombi siku 4 na umekemea mapepo, umejiandaa kwenda kuyatoa, ukianza kuongea nasema wewe dogo ondoka hapa. Alafu linakuja libwenyenye limepiga msosi wake huko, moto. Sisi tulijifunza kukemea mapepo. Unaweza ukaamini ni roho zinenao uongo. Usiamini mapepo. Bwana tusaidie sana. Usiamini mapepo, usiamini majini, usiamini hizo roho lakini zinaongea. Hata wakenda kwa waganga wa kienyeji, sio wanafanya hiyo ni uhuni tu wa Waswahili hapa Dar es Salaam. Majini wanaongea kabisa. Mwanangu karibu sana, umetoka Kahama, wewe unasikiliza mzee, au kama hataki fujo anatikisa chupa fulani au kibuyu, badugu, alafu anamwekea pale, anasema wewe ongea na kibuyu. Unaanza kusema kwamba babu nimekuja, nina matatizo yangu. Unasikia karibu mjukuu, kakibuyu. Roho yote inanena, kumbe ni mamizimu. Roho ya mwisho inayoongea ni roho ya binadamu. Ndio maana mimi naongea na ninyi hapa. Kwa hiyo kunena kwa lugha haikuwa pia nje ya Roho Mtakatifu, ilikuwa ni moja ya sign. Bwana tusaidie sana. Haleluya, haleluya. Sasa ngoja nikuambie sign za kimaandiko halisi. Anapokuwepo roho tunajua kuna ishara gani. Nafikiri ni ishara nyingi au dalili nyingi, lakini tuchukue tu kitabu kimoja cha Injili ya Yohana, niwape dalili chache ili muweze kuangalia. Tuchukue Injili ya Yohana, ndio Yesu alimzungumzia roho na dalili zake. Roho Mtakatifu amemzungumza vitabu vyote, lakini nimependelea Yohana maana ameongea vizuri
na kwa kurahisisha. Tuko pamoja? Jamani, tuko pamoja? Hebu tuangalie mifano kadhaa. Fungua Yohana sura ya 7 mstari wa 37 na 38. Yohana sura ya 7. Nilikuwa nafurahi sana wakati najiandaa, yani starehe. Yani Yesu anamwongea kwa dalili, kwa sign, kwa viashiria. Sura ya 7 mstari wa 37 anasema hivi. Sijui wa 7 au wa 6, ngoja niangalie. Oh yes, anasema hivi, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama. Tunaongelea dalili, sawa jamani Yesu akasimama, akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Neno kwa Kiingereza itatoka, will flow. Kuflow maana yake ni kububujika. Ishara ya kwanza au dalili ya kwanza, alipo Roho tunabubujika kutoka ndani ya nafsi. Amina. Tunabubujika kutoka ndani ya nafsi zetu. Alipo Roho kunakuwa na bubujiko. Mnanielewa bubujiko jamani? Waimbaji mkiimba na Roho akija, tunabubujika kutoka ndani, sio kutuchangamsha kutoka nje kwenda ndani. Tunabubujika kutoka ndani kuja nje. Amina. Amina. Usisahau, ibada iliyo na Roho Mtakatifu liko bubujiko, kuna flow. Mahubiri yaliyo na Roho Mtakatifu kuna flow, kuna bubujiko. Mmenielewa jamani? Mnafahamu mambo ya kububujika? Si mnafahamu bubujiko, mtiririko maji yanapotiririka, si unafahamu Ndivyo ilivyo. Hiyo ni ishara ya kwanza. Sema ishara ya kwanza, kububujika. Na ongea kwa sauti. Ishara ya kwanza ya Roho ni kububujika. Kwa nini anabubujika? Yeye ni maji. Na sio tu anabubujika tu, anasema anabubujikia mpaka uzima wa milele. Roho Mtakatifu hawezi kutuacha. Tumeanza kuenjoy bubujiko la milele kupitia Roho Mtakatifu. Ndio maana tutakapoingia mbinguni hatutachoka. Tutabubujika leo na kesho kutwa, hatutahesabu miaka, kwa sababu ni uzima unaobubujika. Mpigie Yesu makofi. Umewahi kwenda kwenye mafundisho ambayo hayana Roho Mtakatifu? Hamna bubujiko, ukavu. Lakini ishara za ajabu hapa. Watu wanaruka vichura, wanakatika. Unasema yani jamani, naongea na Wakristo. Mimi naamini niko kwenye kanisa letu la FPCT. Naomba mniamini ninachosema. Kama una nguvu kubwa, hebu nenda kwenye hiyo mikutano ambayo sio ya upentekoste fake. Uniambie kama utakuta bubujiko. Ukibubujika, nina mashaka na Ukristo wako. I tell you, hamuna bubujiko. That's a dalili. Hiyo ni sign. Ndio maana hata wakina Petro, wakina Paulo walipohubiri kule Athens, watu wakasema sio mbaya sana, ingawa hatuelewi. Hebu tukutane tena juma lijalo. Maana watu wanaanza kuwa na interest. Wanaanza kusikia vizuri. Wanaanza kuona hii habari sio mbaya sana kama tulivyofikiria. Na ndio maana shetani haruhusu habari ya Yesu izungumzwe, kwa sababu ikizungumzwa inaanza kuwavuta watu. Wanasema njoni na wiki ijayo. Ndipo walipoanzisha makanisa. Kulikuwa na falsafa, lakini hawakuogopa. Hubiri habari ya Yesu. Yesu akihubiriwa, Roho Mtakatifu atakuja na watu watabubujika ndani ya nafsi zao. Mimi nashangaa watu wanatuambia Mungu yuko hapa, Mungu yuko hapa. Sisi tulio wapentekoste, si mnanisikiaga nawaambia vijana leo mmekwama. Hakuna bubujiko. We don't feel. Hatusikii power, hatusikii mwana akicheza tumboni. Mmenisikia jamani? Tuna roho
ambayo akiwepo tunasikia kusishimka, tunasikia kuwa na hamu. Wangapi ninapofundisha wanasikia bubujiko? Endelea. Hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili, Yohana 14. Twende haraka tutamaliza. Yohana 14, ziko nyingi lakini tuangalie tu hizo chache nilichagua ili kusaidie. Ya kwanza kububujika, ya pili Yohana 14, hebu tuanzie mstari wa 10 na ngapi? Tuanzie hata mstari wa 15. Anasema hivi, mkinipenda mtazishika amri zangu. Si sawa jamani? Nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine. Kumbuka hizi ni lugha za dalili, ni operation za Roho Mtakatifu, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Mungu asifiwe sana. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Amina. Hapa tunapata mambo yafuatayo. Roho Mtakatifu, kukiwa na roho, yani kwa kuwa tumuoni kwa macho, lakini kama roho yupo tunamuona ile operation yake ya kutusaidia tukiwa dhaifu. Unanielewa? Unakutana na changamoto, unakutana na msiba, unafiwa na mtu uliyekuwa unamtegemea na kumwamini, ambao ndio wewe uliona ni tarajio. Kwa kweli watu wanatarajia utakufa, lakini ukimwambia Roho Mtakatifu, nashindwa, nisaidie, utashangaa. Kulia utalia, lakini utashangaa kuna kuwezeshwa ndani yako, kuna kufarijiwa pale uliposhindwa, mpaka watu wanashangaa anaendaje. Hiyo sio kutokana na watu. Wakristo wakijinyonga hawana Roho Mtakatifu. Yuko msaidizi anaotusaidia tusipoweza. Tuko pamoja jamani? Panatokea changamoto, watu wanatangaziwa kwamba kesho watauawa watu. Hiyo sio mchezo. Wengine wote wanakimbia, lakini wengine waliojazwa neema, wakina Paulo, wakina Petro gerezani, mmewasoma anatangaziwa kesho utauawa, alafu anafungwa kwa mkatale, anafungwa pingu, alafu eti anavuta blanketi la magereza, analala, anakoroma. Hii sio akili nzuri ati. Huyu mtu amesaidiwa. Nani anaamini Roho Mtakatifu anasaidia mpaka sasa? Hii mambo ya kukamatwa, mnataka kwenda kuteswa kwa ajili ya imani, mara una fenti, unaanza kuchanganyikiwa. Hii sio kweli. Roho Mtakatifu tukiona ngumu anatusaidia. Hiyo ni ishara na ni dalili ya kwamba Roho yupo. Roho Mtakatifu, ishara nyingine na dalili nyingine ambayo inatusaidia, anaishi nasi siku zote, atakaa nanyi hata milele. Roho Mtakatifu haondoki, ameagizwa kutembea na sisi na wale wote wanaompenda. Amina. Roho Mtakatifu ambaye anahama, wanasema hivi kwamba Roho Mtakatifu alikuja hapa ACC, sasa hivi amehamia, ameenda Kisongo kwenye viwanja. Huyo sio Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ataambatana na sisi siku zote mpaka tunapoondoka hapa duniani. Kama ni mtu mmoja anafariki, siku ile unaondoka, mwili wako unatengana na roho, basi nafsi yako inaenda, anabaki na wengine ambao wako wanaishi. Tuko pamoja? Ni Roho wa kweli. Sema Roho wa kweli. Maana yake Roho ni mkweli. Roho sio mtapeli. Na vijana muepuke sana, msiongeze uongo kumsaidia Roho. Roho Mtakatifu hasaidiwi. Ongea tu ukweli ulivyo, utashangaa bila ambavyo anafanya. Ukikuta kuna uongo, yani huduma inayofanyika madhabahuni ni tofauti na maisha ninayoishi nyumbani ni tofauti, hiyo sio kweli. Hiyo sio roho ya Mungu. Tuko pamoja jamani? Roho hapokelewi na ulimwengu.
Tunaposema ulimwengu, maana yake ni watu wasioamini. Kwa nini? Biblia inasema hawamuoni na wala hawamtambui, bali ninyi mnamuona na tena mnamtambua. Mungu asifiwe sana. Roho Mtakatifu tunamtambua. Wangapi wanamtambua Roho Mtakatifu? Unamtambuaje? Anakaa ndani yako, neno lake unalijua, bubujiko unajua. Si sawa jamani? 4:14 mstari wa 26. Roho Mtakatifu, dalili nyingine ni kufundisha. Roho Mtakatifu sio tu mhubiri, ni kweli anatusaidia tunapohubiri, lakini moja ya kanuni, neno fundisha ni pana. Yaani Roho Mtakatifu anakuchukua kutoka hatua uliopo, anakupandisha hatua nyingine. Ni mwelekezaji, ana hiyo sifa ya kufundisha. Roho Mtakatifu hakrash. Roho hawezi kusema wewe umeshindikana, kama shule zetu. Yaani mtoto akiwa na maksi ndogo wanafukuza. Roho Mtakatifu sio mwalimu wa hivyo. Roho Mtakatifu, yani ukiwa pale bado atapambana na wewe mpaka akufikishe upate kuijua ile kweli. Amina. Wangapi wanamfurahia Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu ana sifa nyingine ya ualimu. Si walimu wanajua. Leo Lawi yuko wapi leo? Leo Lawi ameenda wapi? Lawi yao anakaa hapa. Na mwalimu anajua. Mwalimu wa kweli haanzii masomo sasa, anakumbusha yale yaliyopita. Kwa hiyo hata mimi ni mwalimu, si nimeanza na yale niliyoongea jana. Hiyo ndio tabia ya mwalimu. Mwalimu anakumbusha, si ndio? Kumbe mwalimu mwingine yuko pale. Tuna walimu wengi hapa. Tabia ya mwalimu lazima awakumbushe ili aende. Roho Mtakatifu, Biblia inasema atatukumbusha mambo yote ambayo Yesu ametufundisha katika maisha yetu. Ukikutana hata na changamoto, atakukumbusha vile alivyokusaidia huko nyuma. Ukikutana na mashaka, atakukumbusha vile alivyokupigania. Roho Mtakatifu tabia yake ni kukumbusha. Sema Roho Mtakatifu, dalili mojawapo ni kutukumbusha. Amina. Roho Mtakatifu tabia yake nyingine, muda umeisha. Basi. Roho Mtakatifu dalili nyingine ni 26:15, anasema atanishuhudia mimi. Roho Mtakatifu, kama nilivyosema na nitarudia, Roho Mtakatifu alipo hawezi hotuba ikaisha bila kushuhudia habari za Yesu. Yeye atashuhudia habari za Yesu, atafundisha habari za Yesu. Kwa hiyo muwe makini sana. Maelezo mtu anaongea hataji Yesu wala habari za Kristo Yesu akifikiria eti amepitwa na wakati. Hiyo sio Roho Mtakatifu, ni roho nyingine ya dunia. Mungu atusaidie sana. Mwisho utajiandikia, lakini utaenda kuangalia mwenyewe 16 mstari wa 8 hadi wa 14. Moja, Roho Mtakatifu ataweka hatia katika mioyo ya wasioamini ili wamtubie Mungu na kumpokea Kristo Yesu. Imesema ataongea habari ya hukumu kwa sababu hawaniamini. Lakini Roho Mtakatifu atatangaza pia hukumu ya shetani na malaika zake. Atatangaza habari ya hukumu kwa sababu mkuu wa ulimwengu amekwisha hukumiwa. Ndio maana injili haitakiwi kuhubiriwa katika Roho Mtakatifu, kwa sababu shetani anajua unamwaibisha. Tunamwambia amekwisha hukumiwa, sio atahukumiwa. Hata nena shauri lake, bali atakayosikia kutoka mbinguni kwa Baba ndio anatuletea. Ndio maana wahubiri wa makanisa yanayotegemea Roho Mtakatifu hatuhubiri kwa sababu tunataka kuhubiri. Haya mafundisho nayo wafundisha kutoka katika Wakorinto sura ya 2 mstari wa 4 mpaka wa 12. Nimeomba wiki nzima nitafundisha nini? Ndipo Roho Mtakatifu analeta tap. Ndio maana tukisema sikiliza ujumbe wa Bwana, au mhubiri anasema nina ujumbe wa Bwana, sio yeye. Roho Mtakatifu ameleta jambo ambalo Mungu anataka kanisa lake lipate kusikia. Tumpigie Yesu makofi jamani. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atengenezi hoja zake kwa kuwa yeye ni Mungu. Kwa hiyo mambo yote hata ya mimi na hakika, hata ikifika wakati wa kufa mimi atanijulisha. Nimemtumikia hivi, hawezi kuja kunichukua ghafla utafikiri mkifaranga anabebwa na nani na mwewe. Sitaki hii kifo ya namna hii. Baba unisikie, nijulisha mapema, nipange hoja zangu. Sio kujitetea kwamba naogopa na najua nitakuwa nimeshazeeka, nimestaafu.
Sitaki kufa kabla wakati mnanihitaji kufundisha. Mnataka nife sasa hivi? Acha niendelee kufundisha kwanza. Bwana asifiwe sana. Mimi nina hakika kabisa hawezi kutufanyia jambo bila kutupa taarifa. Anatupaje taarifa? Anatupa kupitia Roho wake Mtakatifu. Nasikia kumpenda Roho wa Yesu. Tumpigie makofi kwa kweli. Sio tu hivyo, anasema hata mambo atawapasha habari watu wake mambo yajayo kabla hayajatokea. Huyo ndio Roho wa Bwana. Anakuambia kabisa. Ingawa kwa sababu hatuna uwezo mkubwa wa kusikiliza Roho, wakati mwingine anatuambia ila hatusikii. Isipokuwa anakuambia kabisa. Bwana atusaidie sana. Haleluya, haleluya. Mtu wa Mungu hawezi kupata ajali bila kujua kama anatembea na Roho Mtakatifu. Sio ile hofu kwamba ukianza safari unamwaga damu ya Yesu, si na nini, safari na matairi. Hiyo ni akili mbaya kupaka damu ya Yesu kwenye matairi ya gari. Na wapi bwana? Wewe uwe na mawasiliano na Mungu. Wangapi wamewahi kupewa jambo na Roho na likatokea? Wengine hamuna. Unaishi kwa tabu sana. Mwambie Roho Mtakatifu, nifunulie na mambo yangu ya miaka 10 ijayo. Atakufunulia. Haleluya. 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 Sitaki sana kusema mimi, maana sinaogopa hivyo vitu, ni kiburi pia. Mimi nakueleza, mke wangu ni shahidi. Mimi mpaka watoto wanapozaliwa siwekaji tu jina unaenda kwenye Google. Naomba alafu nasikia. Nikimpa jina linakuwa hilo. Ninacho kitabu cha kumbukumbu. Majina yangu ya watoto wangu wote nimewaandika pale. Na nimewatabiria, na ninashangaa inaenda hivyo hivyo. Nilipopata mtoto wa kwanza nilimuita Lightness. Pale chini kwenye ile kitabu nimeandika hivi kwamba awe dada wa mfano kwa wadogo zake, kwa sababu alikuwa festival. Light, nikaandika nuru ya ng'aa gizani, wala giza halikuiweza. Nimeandika hivyo miaka mingi sana, 30 na huko iliyopita. Kwa nini? Tuna Roho Mtakatifu. Anaona maisha ya watoto wetu hata wakiwa wazee. Kuna mtu anaogopa kusema amina. Kuna mtu anaogopa, yani hata mambo yajayo anajua. Wewe unaita tu mtoto mhogo mchungu, anakuwaje mchungu? Kwa nini? Sasa haya majina mnaitaita hata hamjui ni nini. Tafuteni majina bwana. Hivi unajua kwamba mtu ukimuita Jackie maana yake nani? Sijui Jackie sijui ni nini, ni dume la farasi. Lakini nyinyi mnasema yes my love Jackie. Wewe bwana wewe. Nimewatania tu. Sio tu kwamba atatukumbusha na kutupasha, lakini saini nyingine ambayo ni ya muhimu na inajirudia, atanitukuza mimi. Roho yoyote ambayo haimtukuzi Kristo, huduma yoyote ambayo haimtukuzi Kristo, haina dalili ya Roho. Tuko pamoja? Ukikuta mtu anatukuza Kristo, huyo ni mwenyewe. Amina. Basi muda umeisha. Watoto wa Mungu, si nimalizie tu nguvu, maana sitapata muda tena. Nimalizie tu, nawaomba. Naongea kwa muhtasari, sawa Haya. Na nguvu, sio dalili tu, na nguvu. Na nguvu, neno nguvu limetajwa mara 120 katika Agano Jipya tu. Yaani sio agano lote. Agano Jipya peke yake limetajwa mara 120. Katika Biblia ya Kiingereza limeitwa power au nguvu au uwezo. Kwa Kigiriki linaitwa dunamis. Dunamis linaweza likatafsiriwa kwamba linaleta maneno kama dynamic, lakini hata dynamo. Mnafahamu dynamo? Ile mashine ya kuzalisha nguvu. Ndio inatokana na neno dunamis. Wangapi wananisikia? Mmenyamaza sana, mnanitisha. Au mnaandika? Okay. Nyinyi wanafunzi wazuri. Tumesema wiki hii ni ya Roho Mtakatifu.
Acha tujifundishe. Hatupatagi haya madarasa. Wangapi wanasema hebu nimalizie hii kitu? Jikazeni tu, naenda kwa haraka haraka. Yote hiyo inataja nguvu, na asili ya nguvu hasa inayojizalisha au kujiongeza yenyewe, inajichaji au inachajisha. Kwa hiyo power inazungumzia nguvu ambayo haiishi. Ni Mungu, ndio Mungu haishi. Mungu hafikii mahali akaisha chaji yake. Tafsiri dunamis katika kamusi kwa Kiingereza, kamusi ya Biblia inasema hivi: is a legal authority to exercise power. Legal authority to ni haki ya kisheria kutumia mamlaka uliopewa. Maana yake nini? Imeandikwa mtapokea dunamis akisha kuajia juu yenu Roho Mtakatifu. Maana yake mtapokea mamlaka ya kutumia uwezo ambao mmepewa, mamlaka mliopewa. Bwana tusaidie sana. Hivi ukiondoka we Mrs. Paul hapa, ukasimama pale barabarani, alafu magari yakaja, ukapunga mkono namna hii, simama, watasimama? Lakini unaonaje tukikuvalisha kasketi ka blue na kashati keupe na kakofia na vinani hapa, ukifanya tu hivi, si wanasimama? Unafikiri wanaogopa shati nyeupe? Wanaogopa nini? Mamlaka. Kwa sababu haka ukikavuruga ndio utajua mamlaka ikoje. Mmenielewa jamani? Haki ya kutumia hiyo mamlaka. Bwana tusaidie sana. Sisi tuna mamlaka gani? Tumepewa mamlaka ya kutumia jina la Yesu katika Roho Mtakatifu. Ndani ya jina la Yesu lina package nyingi, siwezi kumaliza hapa. Mfano, tumepewa mamlaka ya kutumia jina la Yesu kutoa pepo wachafu. Mtu ana demons, tunamwambia kwa jina la Yesu Kristo mtoke. Sio kwamba Yesu, naomba nimtoe huyu pepo. Hapana. Tena wakati mwingine hata bila kusema kwa jina la Yesu. Unajua watu hawaelewi. Kwa jina la Yesu maana yake ni ile unatumia mamlaka gani kutoa. Ukimwambia tu pepo mchafu mtoke. Kwani Petro alipofukuza yule pepo alisema kwa jina la Yesu? Hapana, alimgeuka tu akamwambia pepo mchafu toka. Akatoka. Mashetani yote akakimbia. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mfano mzuri ni katika Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 13 hadi 17. Nazungumzia nguvu, uwezo, dalili ya nguvu. Mhubiri ambaye ana mamlaka ya Mungu yani anaanza kufanya vitu ambavyo kiubinadamu kwa kweli hawezi kufanya. Anapokea hiyo authority, anapokea hiyo haki, anapokea huo uwezo. Ukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 19 itakuonyesha mchezo mzuri sana. Paulo na Sila nafikiri walipohubiri katika miji fulani, watu wakafurahia vile ambavyo wanatoa mapepo na kufanya nini. Watu wakapenda mpaka ile huduma. Tunaambiwa hivi kwamba watu wengi wakaanza kutaka kujiunga ili wafanye ishara na miujiza, kwa sababu Bwana alifanya ishara nyingi sana. Si ndio? Wakatokea na wana wa Skewa, kuhani mmoja ambaye alikuwa na watoto 7. Wakamwendea mwenye pepo, wakamwambia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti anayehubiriwa na Paulo mtoke. Mmesoma hiyo habari? Wale pepo wakamwambiaje? Yesu tunamjua na Paulo tunamjua, ninyi ni akina nani? Umeelewa maana yake? Mna mamlaka gani ya kutumia hilo jina? Mmenielewa jamani? Mnatumiaje hilo jina? Wara wakawarukia, wakawatandika. Walikuwa kwenye sebule pale, vijana walitoka, walikuwa na nguo, walitoka uchi wa mnyama. Sasa ukikuta mtu
hajaokoka, hajajazwa Roho Mtakatifu, lakini anatumia jina la Yesu na mapepo yanagaragara kule, wewe unasema kwamba ni Mungu, na kuhakikishia si Mungu, hiyo ni mizimu. Maana hata wapunga pepo wanayagaragaza mapepo. Mimi kule kijijini kwetu kulikuwa na mzee mmoja, mganga wa kienyeji, alikuwa akipiga kangoma, alikuwa na mkono mmoja, akipiga kangoma wamama wanaruka wanadanadana kule. Bahati nzuri nilikuja nikaenda nikamfukuza, nilimkanyagia mpaka na vibuyu vyake. Nafikiri niliwahi kuwasimulia, nilimkanyagia mpaka na vibuyu vyake, akanilaani kwamba takufa. Sikufa mpaka leo, bila shaka yeye alishafariki siku nyingi. Mungu ana nguvu, anatenda. Mungu asifiwe sana. Lakini mfano mwingine mdogo ambao ninafikia karibu kumaliza ni kuweka mikono juu ya watu ili kujazwa na Roho Mtakatifu. Ukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 14 mpaka 19, Samaria ilipopokea neno la Mungu, mitume wakatumwa waende, wakiwepo kina Petro na wengine. Walipofika kule, wakawaongoza watu sala ambao walitubishwa. Mpaka kuna jamaa moja mchawi, alikuwa anaitwa nani yule? Simoni. Ni Simoni kitu kama hicho. Sura ya 8 ukasome mstari wa 14 mpaka 19. Petro baada ya kuwaongoza wakaweka mikono juu ya wale watu wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza na kutabiri na wakaanza kufanya kwa nguvu na wao. Huyu mchawi alipoona, simngesoma jamani na nyinyi hata tujue mchawi ni nani? Simoni alipoona, si Biblia inasema alipoona watu wanapokea Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono, akajaribu kuwashawishi kununua karama. Hizi karama ambazo watu kipawa ambao watu wanaenda kununua Nigeria, sijui Ghana, sijui kule West Africa. Yani hizo zilianza siku nyingi, ni mabiashara ya hovyo. Akaambia, naomba niwape milioni ngapi, mnipatie na mimi hiyo power dunamis, ili na mimi nikiweka mikono watu wapokee Roho Mtakatifu. Petro alisema tuuziane shingapi? Alimkemea, akamwambia nenda zako, karama ya Mungu hainunuliwi kwa fedha. Mko pamoja jamani? Hivyo nguvu inadhihirisha utawala au ufalme wa kimungu kupitia Roho Mtakatifu na watumishi ambao wanamshuhudia Yesu. Maana yake nini? Hata wakati wa Yesu akifanya ishara na miujiza, mpaka wakasema hivi kwamba anatoa pepo kwa Beelzebuli. Akasema mnaongea vibaya sana, lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa Roho wa Mungu, yani dalili ya Mungu, kwa Roho wa Mungu, maana yake ufalme wa Mungu umewajia. Tuko pamoja jamani? Kwa hiyo inapozungumzia ni yale matendo ambayo yanaambatana na huduma za watumishi wanaofanya kazi. Hapa nimekupa tu 2, kuweka mikono juu ya wagonjwa, na hata ishara zingine zinazozidi. Ishara zingine zinazozidi hata hazijaandikwa, lakini Mungu anafanya. Mimi nimefanywa ishara nyingi. Moja ya ishara ambayo nilifanywa nikiwa mchanga sana, nilipoanza huduma ile sabato niliyowaambia, tuliikomesha. Mungu alitutendea muujiza. Walikamata ndugu zangu, na mimi nikiwa mtumishi sasa ndio nimeanza huduma, wakawafungia kwenye ofisi. Tulipoenda kumfuata yule, nafikiri niliwahi kuwashuhudia, tulipoenda kumfuata yule mwenyekiti, akataka kunipasua kichwa na rungu. Alichukua rungu fulani ligongo, akataka kunipiga. Yule jamaa alikuwa na mapepo, mimi namjua maana alikuwa ni mwalimu wangu. Nilimkemea kwa jina la Yesu Kristo. Lile rungu lake lilikwama likaishia juu, akalitupa huko, maana hawezi kulishusha. Usicheze na Mungu. Mungu anafanya ishara za ajabu sana. Alafu akaniambia, kwanza wewe dogo, huwezi kuniamuru. Maana nilipoona amekwama, nikamwambia, na kuamuru kawafungulie washirika, huwezi kuwafunga. Wewe ni mtu wa serikali, huwezi kuwatendea ubaya. Akaniambia, wewe utaniamuru nini dogo? Wewe nimekutandika viboko, hata kusoma yenyewe mimi ndio nimekufundisha. Mimi nakumbuka maneno yote. Hiyo B unasoma Biblia, mimi ndio nimekufundisha. Pumbafu wewe. Akaninyanyasa. Nikaondoka. Akaniambia, nitakuja kuwatoa ikiwa mvua itanyesha. Wataozea hapo. Sisi tumekutana na changamoto ndugu zangu, tusiwadanganye. Tulipoenda, ofisi sio kubwa sana, kamejengwa kwa pauliwa na manyasi tunaita makuruwili.
mabebe, Wanyaturu wanaita mabebe, makuruwili, kuna manyasi fulani marefu hivi. Sasa ila kana nono. Kwa hiyo wale watu wa ndugu walikuwa kama 4 tujui 5 wamekaa pale, wametupiwa, hamna chakula wala nini. Niliumia, nawaambia kweli. Dunamis ikafanya kazi. Nilimwambia Bwana jithibitishe mwenyewe, hawawezi kutuchezea. Jamani, Mungu alitenda ishara. Ilikuwa ni mchana kwenye saa 8 saa 9 pale. Wingu lilitoka from nowhere likajikusanya pale kwenye kijiji chetu. Upepo ulivuma ukaangusha mti mkubwa pale ofisini, ukaanguka na mizizi, ukawanyokea kule walipo. Ulipiga mapaa yanafumuliwa. Unajua mwenyekiti alitaka kupiga shot call, hakuamini. Na peleza kweli live Mungu anafanya zaidi. Akamwagiza jamaa mmoja alikuwa anaitwa Bakari Hambe, akakimbia kuja kutufungulia, sema nendeni wachawi wakubwa. Tuliachiwa, na ndio ukombozi mpaka leo. Wao sifikiri Mungu anafanya zaidi. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo Mungu anadhihirisha matendo ya miujiza, ishara mbalimbali, uponyaji, kufungua watu pepo. Hizo ndio dalili za roho na nguvu ya Bwana inatutendea. Kanisa linapoa kwa sababu hatutoi nafasi kuhubiri Injili, kuita Roho Mtakatifu afanye na mambo mengine. Tusimame kwa miguu. Asanteni kwa upendo wenu mkubwa. Mungu ninayemtumikia awabariki kabisa.